Kwanza nianze kwa kushukuru kamati kwa kazi nzuri na kazi iliyo very open. Ninafahamu walikuwa na kazi nzito na ngumu. Katika kazi yao hii na kwa umuhimu wa kazi hii katika taifa letu, ilitubidi tuwatafutie special ulinzi kwa kuhakikisha kazi zao wanafanya bila kuingiliwa na mtu yoyote. Tulitumia vifaa vyote vinavyowezekana katika ulinzi, na bado pamoja na hatua hizo zote, bado wapo waliojitokeza kutaka kuingilia uchunguzi huu. Kwa bahati nzuri majina yao tunayo, lakini wapo wengine mliwaona tu ninyi wenyewe, walijitokeza hadharani baada ya wengine kupewa fedha. Kuna mtu mmoja anajiitaga profesa wakati ni dokta. Yeye alihongwa kabisa hela within the camera na hawa watu, akaanza kuzungumza hayo ambayo hayajui. Mumesikia wengi wakibwatuka, wengine kwenye mitandao. Ni kwa sababu ya jeuri ya fedha walizokuwa wamepewa. Hatuna ushahidi wengine, lakini ukishamuona mtu anabwatika kwa swala ambalo ni la kitaifa, unajua kabisa hawezi kuwa anazungumza bure. Lazima kuna kitu fulani kilichompa kiki. Ninachotaka tu kusema ndugu zangu na kwa Watanzania, tuko kwenye vita. Na vita ya uchumi ni mbaya sana. Ninyi leo mmekuwa ni mashahidi. Mabilioni ya fedha haya ambayo nchi yetu imepoteza, kwa sababu kwa haraka haraka nilikuwa naangalia hapa, nilikuwa naandika dhahabu ambazo zilikuwa zinapatikana patani ni 671 hadi gramu 2775 grams patani, ambazo amount yake ya uzito ni kutoka tani 7.8 hadi tani 13.16 kwa makontena 277. Kwa hiyo katika makontena yaliyoko pale kuna tani kati ya tani 7.8 hadi tani 13.16. Na ukichukua ile ya tani 23.1 ya uzito wa container, ukaacha kuchukua ule uzito wa tani 20 wa container, maana yake kuna tani 15.5 za dhahabu pale. Sasa tani 15.5 za dhahabu ni malori mawili na ka point ka Land Rover kamoja yenye tani 77. Sasa imagine lori mawili na ka Land Rover kamoja au ka Volkswagen ambako kote ni dhahabu kamekaa pale. Malori mawili ya tani 7 yanaleta tani 14. Tunabakiwa na tani 1.5 labda pickup. Umezipaki pale, zote ni dhahabu katika language ya kawaida. Na hiyo ni kwa makontena 277. Ninajua kuna tume nyingine ambayo inataka kujua ni makontena mangapi yaliyosafirishwa, kama alivyouliza father pale. Lakini kwenye ripoti za raflafu
huwa wanasafirisha makontena kati ya 250 na 300 na 300 zaidi kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka ni zaidi ya makontena 3600. Ukizidisha kwa tani hizi, maana yake ni tani 171 hadi karibu tani 200 za dhahabu. Ukizidisha kwa miaka 10, utaona ni dhahabu tani ngapi. Ukizidisha tangu mwaka 98, unaweza ambao ni miaka 17, ukazidisha utajua ni tani kiasi gani na ni trilioni kiasi gani. Hiyo ndiyo Tanzania. Kwa hiyo tunasubiri ile kamati nyingine, hatutaki kuiingilia. Hawa wamemaliza katika upande wa analysis. Watakuja hawa mambo ya kufanya ile sheria, amount ya makontena na kadhalika, ili tujue exactly. Na hapo ndipo ripoti yote ya hawa wataalamu itakuwa imekamilika. Lakini ni kitu cha kuumiza mno. Ni cha kuumiza, ni cha aibu. Na nilifikiri Watanzania wote kwenye hili tushikamane. Ni kama ule wimbo ulioimbwa na wale vijana wetu. Unapoenda kwenye mahospitali, watu wanakosa madawa, wanakosa vitanda, wanakosa mashuka. Unapoenda kwenye mashule yetu, madarasa hayatoshi, madawati lazima tuchangishane. Unapoenda kwenye miundombinu yetu, tunahangaika kutafuta hela za treni kujenga, paka tukope, tuzibane. Kumbe kuna hela ambazo zimemwagika tu hapa. Lakini wapo Watanzania ambao tuliwapa huo wajibu wa kusimamia, hawajali. Na hiki ndicho kinauma sana. Katika takwimu za TMA, na ndio maana siku ile nilimfukuza mara moja yule katibu mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini alipokuwa akihojiwa na waheshimiwa wabunge kwamba kuna uzito kiasi gani cha dhahabu. Anazungumza uzito wa dhahabu hapa ni 0.02 gram. Ni unyama wa ajabu, ni aibu kwa mtu uliyosomeshwa na Watanzania akazungumza such a stupid answer. Nilishindwa kuvumilia, nilipoona tu saa hiyo hiyo nikamfukuza. Na ndiyo maana katika ripoti hizi za Wizara ya Nishati na Madini, wakati uzito wa dhahabu per gramu ni gramu 2375 grams per ton, wao wana claim ni less than 200 grams per ton. Kwa maana nyingine gramu 2175 grams per ton za dhahabu wanaziacha. Ukizikompute hizi katika weight ya hayo makontena 275 yaliyoko hapo, ndio hiki kilichotokea. Bilioni 676 hadi trilioni 1.15 tunazipoteza Watanzania. Na wao wanazungumza zilizopo ni gramu 4 tu kwa kila kontena. Na kwa hiyo dhahabu yote iliyoko pale wao ni tani 1.1 kwa makontena yote 277. Wakati ukweli tani zilizoko pale ni kati ya tani 7.8 mpaka tani 13.16. Na hapo ni kwa kutumia kontena lenye uzito wa 20. Ukitumia ule uzito wa 23 uliopatikana pale kwenye makontena, maana yake pana tani mpaka 15.5. Hawa wanasema ni 1.1. Inaumiza sana. Inaumiza sana. Lakini angalau
basi wangekuwa wamezisahau hizo za dhahabu. Lakini wamesahau kila kitu, hata kwenye kopa, hata uzito wa silver, kila kitu wao wana under invoice. Kopa wanasema is only 20%, lakini wamecalculate hapa, wamekuta value ya kopa ni zaidi ya tani 5.2 mpaka tani 6 na kitu, ambayo kati yake ni fedha bilioni 18 hadi bilioni 23.3. Wao wana register just a small amount of wheat. Wanasema kuna tani 2 tons per container. Silver hivyo hivyo. Ukienda sulfur, pamoja na kwamba tuna sulfur, tuna iron, tuna iridium, tuna rhodium, kuna beryllium, kuna tantalium, kuna yttrium, kuna lithium, kuna zinc and so on and so on. Haya yote wao wala hawajali. Hawajali wala hata kuyaregister tu. Na ndio maana unaona madini kama iridium ambayo bei yake inakaribia ya dhahabu, wameachia hapa kati ya bilioni 108 hadi bilioni 231 unrecorded, tumewaachia watu. Bilioni 108 mpaka bilioni 231, kwa sababu madini haya yote mengine wala hawakujali hata kuyarekodi. Katika jadwali humo nimeliona silver thamani yake ni bilioni 2.02, kuna copper 17.9, sulfur 1.8, iron 2 point something, zinc 52 milioni, nickel 82 milioni, rhodium 661 bilioni, iridium bilioni 108, yttrium bilioni 12, beryllium bilioni 5, tantalium bilioni 1.8 and lithium and so on. Total trilioni 1.438 bilioni. Hizi zote hazikuwa collected. Na ukitumia sasa tani 23.1, maana yake ni zaidi ya trilioni 2 point something za fedha ambazo hazikuwa recorded. Ukizidisha sasa kwa makontena yote yanayoenda kwa mwezi, ukazidisha kwa makontena yote yanayoenda kwa mwaka, ukajumlisha kwa makontena yote yaliyosafirishwa kwa miaka 17, tunaweza tukaona kwamba nchi yetu, it was supposed to be a donor country, sasa tunaonekana ni maskini, wakati mali tulipewa na Mungu. Tanzania tukapewa na Mungu, madhahabu na madini yote tukapewa na Mungu, halafu sisi tunayagawa bure. Sifahamu tunatakiwa kuombewa kwa imani zipi, lakini kwa vile kuna wachungaji hapa, nafikiri ndio wakati wa kuliweka taifa hili kwenye mikono ya Mola wetu, ili kusudi tuwe converted. It is terrible. Lakini unaweza ukashangaa, katika wizara hizi ndizo nilifikiri kwamba nichague wasomi wazuri wa kuziendesha. Na nafikiri labda walijiona usomi sana, sasa wasomi wenzao wameprove wrong. Sasa ameeleza mtoa taarifa kwamba mbali ya hayo madini ambayo tumeyataja hapa, yako mengine: platinum, palladium, selenium, tellurium,
molybdenum trioxide na kadhalika. Yaani kila kitu kipo. Na inasemekana kwenye ripoti hii, nilikuwa na cheki haraka, nafikiri kwenye kiambatanisho nilichoona kiambatanisho cha E na F. Kwanza, hawakupata mahali popote panapopelekwa madini yetu kwa ajili ya smelting. Hakuna. Na kuna tume moja iliwahi kuundwa miaka ya nyuma, walidanganywa zile smelter ziko nchi fulani, walipoenda waliishia kwenye hoteli, hawakuziona hizo smelter, wakarudi. Na inavyosemekana haya madini yetu hayapeleki kwenye smelter za hawa wanapochukua, na wao wanawauzia watu wengine wenye smelter. Wanachukua tu, sisi wao wanauzia huko, kule ndio wanakwenda ku-extract. Na makampuni yametajwa ambayo yanachukua. Lakini pia kwenye ripoti yenu hapa inaonyesha kuwa smelter sio tatizo. Mmeonyesha makampuni mengi yanayoweza kuuza smelter, mpaka zingine zina produce 0.5 tons. Kwa hiyo inaonekana palikuwa na makusudi yaliyofanywa na viongozi wa wizara husika kutokuchukua juhudi za kununua smelter, pamoja na kwamba sera ya madini ya mwaka 2009 inaagiza kufanya juhudi za kuwa na smelter hapa. Tangu 2009 sera ya taifa ya madini iliagiza. Kwa hiyo walioishikilia hiyo wizara hawakujali kuhusu kununua smelter, hata kufanya juhudi za kununua smelter, aidha kwa makusudi au kwa kutokujua au hawajui profession yao. Lakini cha kujiuliza hapa, kwa nini TMAA ipime kidogo na wachukue tu sample waliache li container kule, halafu wanakuja tu kuweka, mnajistaje, rubber band au sticker siri, wakati hujui hata kilichowekwa ndani. Why? Kwa nini? Kwa nini wasimamizi wa agency ya TMAA ambayo ni wizara hawakushutuka? Kwa sababu the agency government is supposed to be eyes on hands off. Kwa nini hawakuwashtukia hawa TMAA? Kwa nini bodi ya TMAA haikushtukia hawa agency kwa kazi zilizokuwa zinafanya? Inawezekana nikajiuliza maswali mengi, na ninyi najua mmejiuliza maswali mengi. Maswali hatutayapata majibu. Inawezekana labda majibu mengi yatapatikana kwenye tume nyingine ambayo nayo inaleta ripoti yake, ambayo sasa yenyewe ina combine kwenye economic impact zilizotokea. Lakini mimi niliondoka na wenzangu kule kuteta kidogo kwamba ripoti hii haiwezi kupita hivi hivi. Ripoti hii ikipita hivi hivi, tutakuwa watu wa ajabu. Tutakuwa watu wa ajabu. We have to do something. And I think we are supposed to do something.
wakati tukiwa tunasubiri ile ripoti nyingine. Sasa nimekubaliana na wenzangu, kwanza mapendekezo yote ya kamati tumeyakubali. Lakini la pili, bodi ya TMAA nimeivunja kuanzia leo. Tatu, Chief Executive wa TMAA anasimama kazi, lakini vyombo vya dola ambao mko hapa muanze kuwafuatilia wafanyakazi wote wa TMAA waliohusika na mlolongo wote, na document ziko pale. Hatua za kisheria zianze kuchukuliwa, na zianze kuchukuliwa kuanzia leo. Hatuwezi tukawa na watu ambao tumewasomesha halafu wanafanya mambo ya kipumbavu kwa manufaa yao madogo, wakasahau manufaa mapana ya nchi yetu. Kwa hiyo vyombo vya dola na PCB, mfanye kazi yenu kwa wahusika wote wa TMAA plus the Chief Executive Officer. Kwanza nimemsimamisha kwa sababu yeye is supposed to be responsible, lakini wengine wote wanaohusika kwenye mlongo huu wafikishwe kwenye mkono wa sheria. 4, katika shughuli zote zinazofanyika katika nchi zinazohusu madini, kuanzia leo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vianze kutumika effectively. Pamekuwa na tabia ya kujisahau. Badala ya kupeleka polisi kwenye mahali ambapo ni strategic, hatupeleki. Badala ya kupeleka watu wa tisi, hatupeleki. Lakini hata kama ni kupeleka jeshi, kwa nini ukalinde kifaru unasahau vitu ambavyo vinaleta vifaru vingi? Najua vyombo vyote vya ulinzi mmenielewa. Ni lazima sasa tujipange. Mnaweza mkaunda katume ka grupu au ka task force kazuri kuhakikisha mali zetu zote zinazohusiana na madini hazitoroshwi ovyo ovyo. Hata kwenye mipaka tu watu wanasomba tu. Basi tuanzishe hata utaratibu, yule mwenye madini alionayo anakwenda hata kuregister tu, hata akilipa 10,000 tu ya kupata risiti ya kuregister, alafu aenda akauza anapotaka. At the end tuta collect revenue. Madini yetu yanaishia kwenye nchi fulani. Mengi mno. Hata vi small smelters viko mpaka Geita kule viko small smelters. Hata hapa Dar es Salaam kipo. Na ndipo hao walikuwa wanafanya mchezo, wanakwenda kusmelt dhahabu yao, ikishasafishwa wanasafirisha. Wizara inakwenda kugonga tu. Lakini wizara wameshindwa kusimamia TMAA. Lakini wizara pia imeshindwa kusimamia ujenzi wa smelter. Lakini pia wizara imeshindwa kuweka utaratibu wa kufuatilia haya makinikira. Walishindwa kitu gani? Mbona wanasafiri kwenda Ulaya kila mara? Walishindwa kitu gani hata kuyafuatilia haya makinikira yanapopakiwa hapa? Wanawauliza wale wahusika yanaenda wapi? Unapanda ndege unakwenda kuyasubiri huko? Kamishna wa madini anafanya nini? Waziri anafanya nini?
Na kwa sababu hiyo basi vyombo hivyo viwachunguze baadhi ya watendaji wa Wizara ya Nishati na Madini waliokuwa wanahusika na sekta ya madini. Ni kwa bahati mbaya nimeteua kamishna wa madini wiki iliyopita, kama wiki moja au mbili, siwezi nikampanishi kwenye hili, lakini aliyekuwepo ambaye amekaa kwa zaidi ya miaka 4, hebu mchunguze kwa nini hakutake action. Lakini kwa haya yote, ninampenda sana Profesa Muhongo, lakini pia ni rafiki yangu. Lakini kwenye hili ajifikirie, ajiassess, na bila kuchelewa nilitaka aachie madaraka. Ndugu zangu, ninawashukuru, asante.